Leo Aprili 3 mwaka wa 2025 imekuwa ni safari ya mwisho ya aliyekuwa katibu wa UWT mkoa wa Mbeya, Lucia Sule, ambaye mwili wake umepumzishwa leo. Lucia alifariki dunia Machi 31 mwaka huu akiwa katika majukumu yake ya chama katika mkoa wa Mbeya. Katika ajali hiyo wapo watu wengine 5 waliofariki dunia wakiwemo waandishi wa habari. Mbali ya ajali aliyoipata huyu binti, na sisi jana tumepata ajali. Gari iliyokuwa imechukua mwili wa huyu binti, basi tumepata ajali mbaya sana. Mnapomuona yule mama kajifunga mdomoni, ameshonwa, ameumezwa kwenye mdomo. Yule mama amechanika, ameshonwa nyuzi, na ni familia ambayo imeumia. Kuna mtoto wa kike naye ameumia. Alafu kuna mtoto wa kiume ambaye tumeshindwa, baada ya kuwa tumepeleka pale hospitali imeshindikana, imebidi tumpeleke kule Dodoma. Niombe sana tuendelee kuiombea familia hii. Lile basi lililotoka Mbeya limekwisha lote. Ndio maana mliniona hapa mimi nimeshindwa kuzungumza. Kuna kitu ambacho shetani anainuka katikati yao. Nilikuwa nilisema hilo tu. Asanteni sana. Nashukuru sana mwenyekiti wa jumuiya ya wanawake Tanzania. Ni wasifu kwa marehemu dada yetu Lucia Daniel Sule ambaye alikuwa katibu wa UWT mkoa wa Mbeya, aliyefariki tarehe 31 mwezi wa 3 mwaka 2025 katika hospitali ya rufaa ya Kanda jijini Mbeya. Marehemu Lucia Daniel Sule alizaliwa tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka 1992 katika kijiji cha Endabeck, kata ya Rioda, wilaya ya Babati Vijijini, mkoa wa Manyara. Kuhusu dini, marehemu hadi mauti unamfika alikuwa akiabudu katika kanisa la Elimu Pentekoste. Elimu na mafunzo yake. Marehemu Lucia Daniel Sule alipata elimu yake ya msingi katika shule ya msingi Yari iliyopo wilaya ya Babati Vijijini kuanzia mwaka 2002 hadi 2008 na kufanikiwa kujiunga na elimu ya sekondari katika shule ya sekondari ya Kwara iliyoko wilaya ya Babati Mjini, ambapo alianza elimu hiyo mwaka 2009 mpaka mwaka 2012. Marehemu alijiunga na kozi ya mafunzo ya kompyuta katika chuo cha Rift Valley Center kilichopo Babati Mjini na kutunukiwa cheti mnamo mwaka 2013. Utumishi wake katika jumuiya na Chama cha Mapinduzi kwa ujumla. Marehemu alianza kujitolea kama karani mpiga chapa katika jumuiya ya umoja wa vijana wa UVCCM, lakini baadaye alihamishiwa katika jumuiya ya umoja wa wanawake mkoa wa Manyara akiwa anajitolea. Kutokana na uhodari wake na uchapakazi wake, tarehe 1 mwezi wa 4 mwaka 2018 rasmi aliajiriwa kama karani mpiga chapa wa UWT mkoa wa Manyara. Lakini kutokana na uchapakazi wake na bidii yake, jumuiya ilimteua kuwa katibu wa UWT wilaya ya Chemba tarehe 13 mwezi wa 12 mwaka 2018. Baada ya kutumika katika wilaya ya Chemba, alihamishiwa katika wilaya ya Bahi, akiendelea kuwa katibu wa UWT wilaya na baadaye wilaya ya Iringa Vijijini, ambapo napo huko kutokana na uhodari wake na uchapakazi wake, mnamo tarehe 2 mwezi wa 11 mwaka 2023 aliteuliwa kuwa kaimu wa UWT kaimu katibu wa UWT mkoa wa Iringa na baadaye kuhamishiwa mkoa wa Mbeya, akiwa amethibitishwa kama katibu kamili wa jumuiya ya umoja wa wanawake wa Tanzania mkoa wa Mbeya kwa nafasi ya katibu wa mkoa. Kuhusu kifo chake, marehemu Lucia Sule alipata ajali ya gari iliyotokea tarehe 25 mwezi wa 2 2025 eneo la Shamwengo wilaya ya Mbeya, wakiwa katika msafara wa ziara ya mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi, ambapo marehemu pamoja na majeruhi wengine walifikishwa katika hospitali ya rufaa Kanda ya Mbeya kwa matibabu. Aidha, madaktari walijitahidi kufanya kila walichoweza ili kuokoa maisha yake, ambapo kadri ya siku zilivyokuwa zinaenda afya yake iliendelea kuimarika. Lakini Jumapili ya tarehe 30 mwezi wa 3
hali ya mgonjwa ilibadilika na tarehe 31 aliaga dunia. Marehemu ameacha watoto wawili wa kiume. Familia imempoteza dada, wamempoteza shangazi, wamepoteza ndugu. Lakini Jumuiya ya Umoja wa Wanawake wa Tanzania pamoja na Chama cha Mapinduzi kimepoteza mtendaji kazi ambaye alikuwa hodari na atakumbukwa kwa jitihada zake, bidii yake ya kazi. Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema peponi. Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina lake limediwa. Amen. Kwa majina naitwa Mhandisi Samuel Haima Khadai, mbunge wa jimbo la Hanang'. Nimekuja hapa Babati, eneo la Babati vijijini, kumsindikiza dada Lucy Sule ambaye alikuwa katibu wa UWT mkoa wa Mbeya, na kwa kweli ni msiba ambao umeshtua wengi. Kifo hiki kilitokana na ajali, na yeye amekaa hospitalini muda kidogo, madaktari wakimpigania, lakini sasa safari yake imetamatika. Kinachouma tu ni kwamba ameondoka akiwa bado na umri mdogo, bado kijana, nafikiri na miaka kama 33 tu, na alishapanda mpaka ngazi ya kuwa katibu wa UWT ngazi ya mkoa, na ametoka hapa mkoani kwetu Manyara, alifanya kazi pale mkoani na alitoa mchango wake mzuri, na ndio maana chama kikampandisha mpaka akawa katibu wa UWT wa ngazi ya mkoa kwa mkoa wa Mbeya. Na kwa kweli kwa sababu ni mwana Manyara na alikuwa anatuwakilisha kwa upande huu wa Mbeya, tumepoteza kati ya taa za mkoa wa Manyara. Na kwa kuwa sasa unajua ni Mwenyezi Mungu ndio ambaye huumba, na wakati akiamua kuchukua yeye anachukua, lakini amemvuna bado akiwa mdogo sana. Naam, kwa wakati huu wa majonzi, ni neno lako la faraja ni lipi kwa familia? Kikubwa tu ni kwamba najua ni ngumu, lakini Mwenyezi Mungu ameshaamua, familia tu ikubali. Nafahamu pia kuna changamoto hii ya ajali njiani wakati wanakuja, ambapo walipata rafiki maeneo ya Haneti. Tuwaombee tu wale ambao wameumia kwa namna moja ama nyingine, Mwenyezi Mungu awarudishie afya mapema, kwa sababu hapa kuna msiba na kuna hawa ambao wamepata ajali. Kwa hiyo kikubwa tu ni kuwaombea kwa Mwenyezi Mungu ili waweze kupona haraka, lakini na hili la msiba ni mpango wa Mwenyezi Mungu waweze kuvumilia. Mimi naitwa Jacob Siai, katibu wa CCM wa wilaya ya Kinondoni. Kwanza kwa kifupi sana, tumesikitishwa sana na kifo cha mdogo wetu na dada yetu Lucy Sule. Ni dada mchapakazi, na mimi binafsi nimepata nafasi ya kuwa naye kwenye uongozi tangu enzi za umoja wa vijana wa CCM, na tulianza mwaka 2012. Yeye akiwa mjumbe wa mkutano mkuu wa taifa wa CCM, wa UVCCM, na mimi nikiwa mwenyekiti wa vijana wa wilaya. Kwa tumekuwa naye katika uongozi kwa kipindi kidogo. Yeye alipata bahati ya kuteuliwa mapema kuliko mimi, akaenda kuwa katibu wa UWT wa wilaya. Kwa kipindi kifupi hichi amefanya kazi vizuri, amejituma, na ndio maana amepata nafasi ya kupanda cheo kwa muda mfupi sana, na tulikuwa tunamwona ni mtu mwenye ndoto ya kwenda mbali. Ni tunamshukuru Mungu kwa kipindi ambacho amempa cha kuishi na sisi na kazi alizozifanya. Tunamwombea